Takwimu zinaonyesha kuwa mkoa wa Mara unaongoza kwa mikoa ya kanda ya Ziwa kwa kuwa na asilimia kubwa ya wagonjwa wa homa ya ini, jambo linaloibua wasiwasi na kuonyesha umuhimu wa kuongeza elimu kwa wananchi. Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia za mwaka 2020, mkoa wa Mara ulikuwa na kiwango cha asilimia 9.3 cha homa ya ini, na hii ni kwa miongoni mwa watu waliojitokeza kuchangia damu. Takwimu hizo zinaifanya Mara kuwa mkoa unaoongoza kwa kiwango hicho katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Hata hivyo, wataalamu wamesisitiza kuwa takwimu hizo hazitokani na utafiti uliofanyika kwa wananchi wote, bali zinawakilisha matokeo ya watu waliojitokeza kuchangia damu. Akizungumza na Yegowasu TV, daktari wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere iliyopo Kwangwa, manispaa ya Musoma, Dr. David Msenyeri amesema changamoto kubwa ni mwamko mdogo wa wananchi kujitokeza kupima ugonjwa huo. Asante. Naitwa Dr. David Msenyeri, ni daktari wa magonjwa ya ndani hospitali ya Mwalimu Nyerere mkoa wa Mara, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara. Leo tunazungumzia habari ya homa ya ini ambayo kitaalamu tunaita hepatitis, na tutajikita kuzungumzia habari ya homa ya ini inayosababishwa na wadudu wa virus, wanaitwa virus, ambapo tutaangalia sana homa ya ini inayosababishwa na virus ya aina ya B pamoja na C. Hao ni wadudu wawili ambao wanasababisha hiyo homa ya ini na yanaweza kuleta madhara makubwa sana. Na hii wiki kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 1 ni maadhimisho ya homa ya ini duniani kama ilivyo pangwa na Shirika la Afya Duniani. Homa ya ini aina ya B na C ni mojawapo ya zile virusi vitano vinavyosababisha homa ya ini, lakini B na C ndio virusi ambavyo vinaweza vikasababisha madhara makubwa, mfano kufeli kwa ini kufanya kazi pamoja na kusababisha labda hata kansa ya ini. Kwa hiyo hawa wadudu wanaambukizwa sana sana kwa njia ya ngono ya kujamiana, hasa yule B, lakini C anaambukizwa hasa kwa njia ya damu ambayo ni kwa labda kuongezewa damu au kuongezewa damu ambayo tayari ina huyo mdudu wa C, au pengine kutumia vifaa ambavyo mtu wa homa ya ini amevitumia, mkachangiana vile vyenye ncha kali, vinaweza vikapelekea mtu akaambukizwa. Ingawa sasa hivi kwa sababu baada ya damu kutolewa huwa inapimwa, kwa hiyo kwa kiasi kikubwa homa ya ini ya C haiambukizwi kwa njia ya damu, kuongezewa damu, kwa sababu inapimwa kabla hujaongezewa. Nitazungumzia kwa ufupi kwa habari ya dalili pamoja na jinsi inavyosambaa kwa watu. Kuambukizwa, tulisema kwamba anaweza kuambukizwa kwa njia ya ngono kama mtu asipotumia kinga, kwa sababu inapatikana pia kwenye majimaji. Hiyo virusi vinaweza kupatikana kwenye majimaji ya mwili ambayo mtu anakuwa navyo. Kwa hiyo ukiwa unahudumia kwa mfano mgonjwa wa homa ya ini, lakini ukawa unagusana na damu yake, labda ukawa unagusana na damu, mate na kila maji yanayotoka kwenye mwili wake, unakuwa na hatari kubwa ya kuweza kuambukizwa homa ya ini ya B pamoja na hiyo ya C. Lakini kwa njia nyingine ni kuzungumzia vifaa hivyo vyenye ncha kali kuchangiana. Kingine ambacho ningependa kusema, nizungumzie habari ya dalili zake. Dalili zake huwa mara nyingi haina dalili, ni mara nyingi pia mtu akiambukizwa mwili wenyewe unaweza ukaclear out, ukaondoa wale wadudu, lakini baadhi ya watu huaga wanaendelea mpaka na kupata hizo dalili. Dalili baadhi ni kwamba unakuwa na uchovu. Dalili zake sio maalum sana, ila atakuwa na uchovu, atakuwa na kichefuchefu wakati mwingine, au kutapika. Tumbo linaweza likawa linauma upande wa juu wa kulia wa tumbo, lakini pia na manjano kwenye mwili na kwenye macho ya mgonjwa yanaweza yakawepo. Wakati mwingine unaweza kukojoa mgonjwa anaweza kukojoa mkojo ambao una rangi nyeusi, au kama Coca-Cola, soda ya Coca-Cola. Kwa hiyo mtu kama huyu anakuwa na hizo, ni baadhi ya dalili za homa ya ini ambazo lakini sio maalum sana kwa homa ya ini, kwa sababu magonjwa baadhi yanaweza yakachangia. Aidha, Dr. Msenyeri alifafanua kuwa kukosekana kwa utamaduni wa kupima afya mara kwa mara kunachangia wagonjwa wengi kuchelewa kupata huduma, huku akiwataka wananchi kutumia fursa za upimaji ili kutambua hali zao mapema na kuanza matibabu au kinga inapobidi. Ushauri wangu ni kwamba watu wajitahidi sana kufanya vipimo, kwenda kujicheki hospitalini kama una homa ya ini ya B au C, kusudi uweze kufanyiwa matibabu mapema. Kama hauna homa ya ini ya B, maana unakuwa ni mhusika wa kuweza kufanyiwa chanjo ya homa ya ini ya B.
na kwa watu wote wa rika lolote wanashauriwa kwamba wakafanyiwe chanjo ya homa ya ini, ingawa kwa watoto wenyewe wanapata chanjo yao kutoka kwenye zile programu za chanjo ambazo wanafanyiwa toka akiwa mtoto. Lakini kwa wengine hasa ambao walizaliwa kabla ya mwaka 2003 wanashauriwa sana waweze kufanyiwa chanjo ya homa ya ini, wakafanya vipimo, kwa sababu kabla ya hapo Tanzania tulikuwa chanjo ya ini ilikuwa haitolewi, ilikuwa imeanza kutolewa mwaka 2003. Kwa hiyo waliozaliwa katika chini ya huo mwaka wako katika miongoni mwa makundi makubwa ambayo yanaweza yakapata homa ya ini ya aina ya B na C pia. C inaweza ikampata yoyote, hata aliyechanjwa homa ya ini ya aina ya B inaweza ikampata. Lakini kwa ajili ya kuzuia homa ya ini ya B unahitaji chanjo. Lakini kingine ni kwamba kuna baadhi ya makundi na tabia ambazo zinaweza zikachangia sana kupata homa ya ini aina ya B na C. Moja ni kundi lile ambalo hawana chanjo. Mbili ni kwamba ni wale kundi ambao wanahudumia wagonjwa ambao tayari wana homa ya ini. Lakini tatu ni lile kundi la watu ambao wanatumia ncha kali kwa kuchangiana pamoja. Kwa mfano watu ambao wanatumia madawa ya kulevya wanakuwa kwenye kundi kubwa, kwa sababu wanajidunga sindano ambazo wanachangiana mmoja baada ya mwingine. Yegowasu TV pia ilizungumza na baadhi ya wananchi ili kufahamu kiwango cha uelewa kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Wengi walikiri kuwa hawafahamu vizuri ugonjwa huo, dalili zake, wala namna unavyoambukizwa na kuzuilika. Baadhi yao walisema elimu kuhusu homa ya ini itolewe kwa kiwango kikubwa kama ilivyo kwa ugonjwa wa kifua kikuu na ukimwi. Hivyo wananchi wameiomba serikali na wadau wa afya kuongeza kampeni za uelimishaji kwa jamii. Wiki hii dunia iliadhimisha siku ya uhamasishaji wa homa ya ini duniani ambao hufanyika kuanzia Julai 26 hadi Agosti 1 kila mwaka. Katika kipindi hiki wananchi wanahimizwa kujitokeza kupima afya zao, kupata chanjo pale inapohitajika na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya ili kupunguza maambukizi na madhara ya ugonjwa huo. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa elimu sahihi, upimaji wa mapema na chanjo ni silaha muhimu katika kudhibiti homa ya ini na kupunguza idadi ya wagonjwa wanaofika hospitalini wakiwa katika hatua za mwisho za ugonjwa. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John.